Moja kati ya sifa kubwa ya kuwa professional graphic designer ni kutunza rangi za kampuni husika. Kutunza rangi na maanisha kutumia kwa usahihi rangi za kampuni au taasisi ambayo unakuwa ukiifanyia kazi. Kushindwa kufanya hivyo ni kuharibu taswira ya kampuni au taasisi ambayo unakuwa ukiifanyia kazi kwenye macho ya umma. Na hii imekuwa ni changamoto kwa baadhi ya graphic designer, hasa wale ambao wanakuwa wanaanza kabisa kwenye career hii ya graphic design. Wanashindwa kutunza rangi za kampuni huku wakiashumu kupitia color picker wanaweza wakapata rangi halisi ya kampuni wanayokuwa wakiifanyia kazi, kitu ambacho wanajidanganya. Mimi ni Milson Godfrey kutoka Joel Media, na kama hujasubscribe channel yetu basi fanya hivyo ili uwe wa kwanza kuwa ukipata video zetu pale ambapo tunakuwa tukiupload na uweze kujifunza zaidi. Na leo nitaenda kukuelekeza ambavyo utatumia logo hiyo ya kampuni yako ambayo unaifanyia kazi kuweza kupick rangi kutoka kwenye logo hiyo na kuzisave kwenye program ya Adobe Photoshop kupitia panel ya swatches. Sasa twende moja kwa moja. Hakikisha umeweka logo yako kwenye canvas kama ambavyo mimi nimeweka logo yetu hapa ya Joel Media. Baada ya kuwa umeweka logo yako kwenye canvas ya Adobe Photoshop, hatua inayofuata njoo kwenye eyedropper tool hapa kwenye toolbar. Eyedropper tool inapatikana kwenye toolbar, na kama unahitaji kama shortcut unaweza kubonyeza I kwenye keyboard ukaipata eyedropper tool. Sasa eyedropper tool ni nini? Inatusaidia kuweza kusample rangi halisia kutoka kwenye kitu fulani, kwa maana kwamba sisi tunataka tusample rangi kutoka kwenye logo yetu hii hapa ya Joel Media ili tuweze kuzitunza kwenye program, aidha kuzihifadhi kwenye kompyuta yetu ili tuweze kumtumia mtu mwingine au kwa matumizi mengine ya baadaye, pengine ambapo programu ita collapse au tutabadilisha program au tutabadilisha kompyuta. Sawa, baada ya kuwa umechagua eyedropper tool, basi hakikisha uko kwenye panel yako ya swatches uweze kuona pindi unapokuwa unapiki hizo rangi, basi uweze kuona umepiki rangi ni je imekuja imepop. Lakini kama uoni panel, basi njoo kwenye Windows. Ukifika kwenye window, njoo sehemu hapa inaandikwa swatches. Kama hauioni, njoo kwenye window swatches. Mimi tayari inaonekana pale na maana iko active, kwa hiyo sina haja ya kuweza kuweka tiki tena kwa sababu tayari na tiki. Kwa hiyo nitarudi tena tu hapa kwenye swatches zangu. Sasa hatua inayofuata nitakuja kupick rangi moja baada ya nyingine. Nitakachokifanya, nitachukua eyedropper tool huku nikiangalia hapa. Kwa hiyo nitabonyeza hii hapa, hii ya blue, nitabonyeza tap. Tayari itakuwa imeshaji update hapa. Rangi ya pili nitakayoibonyeza ni hapa ya yellow. Tap, nitabonyeza hivyo, itakuwa imeji-update hapa kama ya kwanza. Hatua inayofuata utafanyeje? Lazima tu create group. Kama ambavyo unaona haya magroup hapa kwenye swatches tayari ndani yana rangi. Umeona hili group la light lina rangi, hili pure lina rangi, dark lina rangi, na magrupu mengine yote yana rangi. Kwa hata sisi tutaenda kutengeneza group ambalo tutaweka hizo rangi zetu za kutoka kwenye logo yetu hapa ya Joel Media, na wewe kutoka kwenye logo yako hiyo ambayo unakuwa unaitumia kwa ajili ya kampuni yako. Sasa utafanyeje? Na maana nitakuja hapa kwenye group, nitabonyeza hapa kwenye group tab, nitabonyeza. Nikishabonyeza hivyo itaniletea hii dialog ambayo itanihitaji niweze kuandika jina. Kwa mimi nitaandika Joel Media. Baada ya kuandika hivyo nitasema okay. Tayari group langu litakuwa limeshajitengeneza hapa ambalo ni Joel Media. Baada ya hapo nitafanyeje? Naweza nikalifungua ili group. Sasa hivi liko empty. Kufungua ina maana huu mshale wake unakuwa unaangalia chini, lakini haina shida. Baada ya hapo lichague ile group lako, hakikisha rangi yako ambazo unataka kuziweka zipo ndo zimeanza kama ambavyo tumezipick. Kwa baada ya hapo mimi nitakuja hapa chini yake hapa mbele ya group, nitasema create new swatch. Nitabonyeza hivyo, itaniletea tena hiyo description. Nitasema nitaandika jina la hii rangi, nitasema yellow. Baada ya kuandika yellow, nitabonyeza
Okay, kwa hiyo tayari itakuwa ishaji update kwenye group langu hapa. Unaona, baada ya hapo nitafanya nini? Nitapick tena hii rangi ya blue, kwa sababu hii hapa ina sample, inatunza ile rangi ambayo ni ya kwanza, inatambua ile rangi ya kwanza. Kwa hiyo hii rangi na penyewe inabidi iwe ya kwanza. Kwa hiyo nita click tu mara moja na kuwa ya kwanza. Ikishakuwa ya kwanza nitarudi hapa kwenye add new, create new swatch. Nitabonyeza hivyo, nitasema hii nita name kama blue. Baada ya hapo nitasema okay, kwa tayari nimesha sample rangi kutoka kwenye logo yetu ya Joel Media na wewe kutoka kwenye logo ya kampuni unayofanyia kazi. Sasa baada ya hapo naomba tu export sasa, kwa sababu hapa ziko tayari. Sasa unaweza nikazitumia muda wote, hata kama nikifunga program, nikifungua bado nitalikuta ili group hapa. Kwa hiyo baada ya hapo unawezaje kuzihifadhi au kuziexport kwenye kompyuta yako, ziweke kwenye files kwa ajili ya matumizi ya baadaye, au mtumie mtu aweze kuzitumia kama ambavyo unatumia wewe. Kwa ili tuweze kuexport tunafanyeje? Tuna right, hakikisha kwenye hilo group una right click, unasema export selected swatches. Kwa tayari mimi nilikuwa nishazi export, naweza nikasifuta tu hapa ili tuendelee. Basi nimefuta ili tuweze kuingiza hii ambayo sisi tumefanyeje, tumecreate. Baada ya hapo nitasema save, sitabadilisha kitu kingine chochote, nitasema save. Kwa itakuwa anasema already exist, nitasema okay. Sawa. Kwa hiyo tayari nimeshazi save kule. Nikirudi kwenye browser yangu hapa, tayari hii hapa imesha save, ambayo ndio hiyo swatch. Uweze ukaziona kiwalisia kwa sababu hii ni file ambazo sio haiwezi ka display kwenye kompyuta kama kwenye file za kompyuta mpaka kwenye program. Kwa hiyo baada ya hapo nitarudi kwenye program yangu. Sasa naomba tufute ile group. Sasa kuna mtu anaweza kauliza unawezaje ukazi upload au unawezaje ukaload tena au kazi import kutoka kwenye files kuja kwenye kompyuta. Naomba tufute ili yasiwe mawili. Kwa hiyo nitachagua ili group, alafu nitakuja hapa delete. Nita delete kama hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo naomba nikuonyeshe jinsi gani ambavyo unaweza ukaload au uka import. Utakuja hapa, hakikisha umechagua bado panel yako ya swatches. Utakuja kwenye hizi hii mistari mitatu hapa, left click. Baada ya ku left click, njoo hapa chini kwenye swatches, import swatches. Unaona hapa, ukija hapa kwenye hii mistari mitatu utabonyeza au left click, afu utasema import swatches. Baada ya hapo itakuleta moja kwa moja kwenye browser. Kama haitokuleta basi tafuta pale ambapo umesave. Kumbuka pale ambapo utakuwa umesave. Kwa hiyo mimi tayari kompyuta yangu ishatengeneza kumbukumbu. Kwa hiyo nita select kama hivyo, afu utasema load. Ukija hapa chini ukitumia scrolling bar utaikuta hapa chini imetengeneza group hapa la Joel Media Swatches. Sasa ukifungua humu ndani utakutana tena na group lingine ambalo ni Joel Media. Baada ya hapo ili sisi tunataka tubaki na group moja tu ambalo ni ila hapa la Joel Media, sio la Joel Media Swatches. Kwa hiyo nitakachokifanya nitafanyeje, kama ambavyo una move layer, yani una move layer kutoka kwenye group, ndivyo hivyo ambavyo unaweza kufanya hapa. Kwa hiyo nitaishika hii hapa, nitaivuta juu, nitaiachia hivyo, ili la chini nitalifuta. Kwa hiyo nita delete, nitasema okay. Baada ya hapo nita expand ili group. Baada ya kuexpand tayari nimesha save rangi zangu kwenye program, lakini pia kwenye faili za kompyuta yangu. Sasa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukalinda taswira ya kampuni yako bila kuharibu rangi zao. Kama utakuwa umejifunza chochote, basi unaweza ukatuandikia kwenye comment, lakini kama una swali pia unaweza ukatuandikia pale na sisi tutakujibu. Na kama hujasubscribe, basi kumbuka kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya pale ambapo tunakuwa tuna upload video mpya, ili uweze kujifunza zaidi na kumaster ujuzi huu wa graphic designer. Mimi ni Milson Godfrey kutoka Joel Media. Nikutakie wakati mwema.